Wito wetu kwa taifa. Wito wetu kwa taifa, ndugu wa Tanzania wenzangu. Maadhimisho haya si sherehe ya kukata keki. Ni tamko la kisiasa na kihistoria kwamba demokrasia Tanzania haitauzwa, haitanyamazishwa, wala haitazikwa kwa damu. Wiki hii ni sehemu ya maandalizi ya mapambano ya mwisho ya kudai katiba ya wananchi, tume huru ya uchaguzi, kukomesha kabisa utamaduni wa utekaji, mauaji ya kisiasa, ukandamizaji wa haki za binadamu. Historia imetuonyesha wazi chama chenye dola kinaweza kuua, chama chenye dola kinaweza kunyamazisha watu, chama chenye dola kinaweza kufanya yote mabaya ili mradi tu sauti ya haki na kilio cha haki kisisikike. Lakini chama chenye watu hakiwezi kushindwa milele. Na huu ndio ujasiri tulionao. Chadema ni watu, tuna watu. Na tuna ujasiri wa kusema maneno haya. We have God, we have the power. We have people as well. Tuna Mungu, tuna nguvu, na tuna watu. Kwa hivyo tuna kila sababu ya kujitamba na kusema kwa ujasiri kwamba tutashinda. Katika maadhimisho haya tutaweka rekodi iliyo sawa ya kutambua mchango uliofanywa na wenye viti ambao walipata fursa ya kukisimamia chama hiki. Wakati chama hiki kinaanza kilikuwa chini ya mikono ya mwenyekiti mwanzilishi mzee wetu Edwin Mtei. Tutatumia fursa hii kuweka rekodi na kumbukumbu sawa ya mchango wake uliotukuka katika kipindi chake. Tutaweka rekodi na kumbukumbu sawa ya mchango uliotukuka wa marehemu mzee wetu Bob Nyanga Makani, nafasi yake na wajibu wake katika kipindi chake wakati wa utumishi wake. Tutaweka rekodi sawa ya utumishi uliotukuka wa aliyekuwa mwenyekiti wetu kwa muda mrefu Mheshimiwa Freeman Mbowe, kwa nafasi yake, jinsi alivyokipeleka chama kwenye kipindi na kwenye hadhi ambayo ilifikisha chama katika kilele cha chama kupata heshima kubwa ndani na nje ya nchi. Na katika kipindi cha sasa naweka rekodi sawa ya kipindi ambapo mwenyekiti wa sasa ndani ya mwaka mmoja Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu kwa nafasi yake na kwa kipindi chake na kwa mwaka mmoja, mambo ambayo ameyafanya na kukifikisha chama hapa tulipofika. Hivyo ndugu wa Tanzania wenzangu, nilete kwenu ratiba ya wiki ya maadhimisho ambayo tutaiadhimisha kama chama, na tunatamani tuungane na Watanzania wote kuanzia tarehe 15 mwezi huu, yani leo, mpaka kilele chake tarehe 21 Januari mwaka huu wa 2026. Kwa katika kipindi hiki cha siku 7 za wiki, Chadema kitaendesha shughuli mbalimbali. Nitazitaja baadhi nchi nzima, ikiwemo kuwatembelea na kuwafariji wahanga wa ukatili wa kutisha wa tukio lililotokea tarehe 29 Oktoba mwaka 2025 na kuendelea. Pili, kuwatembelea magerezani wafungwa wa kisiasa wanaoshikiliwa na serikali hii batili kabisa kwa makosa ya uongo. Kuwatembelea waasisi wa chama chetu kama ishara ya heshima, shukurani na kujifunza busara za waanzilishi wa harakati hizi za siasa za mageuzi nchini. Kutembelea makaburi ya mashujaa na makamanda wetu, kuthibitisha kuwa damu yao ambayo ilimwagika haikumwagika bure, bali ilikuwa ni wino wa kuandika historia ya mapambano yatakayorejesha utawala wa haki, utawala wa Mungu katika taifa hili. Aidha, tutaendesha mabaraza ya kidigitali, space live stream na mijadala ya moto mitandaoni kila siku kwa ajili ya vijana na Watanzania wote, ili kujadili mustakabali wa nchi, demokrasia na hitaji la nchi la kuwa na chaguzi huru za haki na zilizo wazi. Tutaandaa mabonanza ya michezo, soka. Tutashuhudia mashindano mbalimbali ya soka ya vijana wakicheza na wazee. Na kwenye hili niweke wazi hapa jijini Dar es Salaam, kupitia uongozi wetu wa chama kanda ya Pwani, mwenyekiti wa kanda ya Pwani amebeba jukumu hili, ndugu Boni maarufu kwa Boni Yai, Boniface Jacob, ataandaa na pataandaliwa soka kabambe la mechi kati ya vijana
Gen Z pamoja na wazee wa rika la kati. Itakuwa ni mchezo ambao tutashuhudia viongozi mbalimbali katika mchezo huo ambao bila shaka utaleta burudani na furaha na kujenga mshikamano. Kwa hakika jambo hili litakuwa ni jukwaa la mshikamano wa kijamii, amani na kuiunganisha jamii yetu, pamoja na shughuli nyingine mbalimbali zitakazoratibiwa kulingana na mazingira ya kitaifa na mahitaji mbalimbali nchi nzima, katika mikoa yetu, katika majimbo yetu.